Katika ile orodha tuliyokuwa nayo, tutatoa nafasi 2 kwa kifupi sana kwa viongozi ambao ni viongozi wa mageuzi kwa muda mrefu, ambao walifanya vile vile kazi na Mzee Mtei lakini leo hawako Chadema, lakini tunajua wanadamu ya Chadema, wanadamu ya Mzee Mtei. Kwa hiyo naomba nimkaribishe Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe kwa kifupi sana. Najua chama chake kimeshazungumza, lakini kwa sababu huyu alifanya kazi na Mzee Mtei akiwa mdogo kabisa, namkaribisha atoe salamu yake kwa kifupi sana Mheshimiwa Zitto. Na atakayefunga ukurasa huo ni mbunge mwenyeji ambaye ni Joshua Nassari. Nitazungumza kwa kifupi sana ili tuweze kuruhusu sasa maaskofu waje watuongoze katika ibada. Karibu sana Mheshimiwa. Mimi naomba niwarudishe mwaka 1978 mwezi Disemba 79. Alafu wewe uwe ni waziri wa fedha. Umepeleka wageni kwa rais. Rais mwenyewe ni Julius Nyerere. Alafu rais hawataki wageni wako. Ila wewe unaona kwamba ni wageni muhimu sana kwa ajili ya uchumi wa nchi wakati huo. Unajua hali ya nchi ilivyo mbaya kwa sababu umekuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na umekuwa waziri wa fedha. Na rais anakataa, rais ana hasira, wewe una hasira, unarudi ofisini kwako. Waziri mwenzio anakuomba kwamba unaitwa kwa rais kwa ajili ya jambo lingine. Kuna shamba linatakiwa linunuliwe na lazima mlipe fedha taslimu mara moja. Na wewe unajua hazina haina fedha. Unakwenda kwa rais, unamkatalia rais. Rais amekasirika na wewe umekasirika zaidi. Unarudi ofisini. Unaandika barua ya kujiuzulu. Na unatoka kumpelekea rais barua hiyo. Wakati unakwenda, unakutana na msaidizi wa rais, Paul Sezigwa. Anakuletea wewe barua. Huisomi. Unaiweka pembeni. Unakwenda kwa rais. Halafu unampa rais barua yako. Rais anakuuliza, barua yangu umepata? Unasema ndio, lakini sijaisoma. Rais anapokea barua yako, anakubali kujiuzuru kwako. Huyu ndio Edwin Mtei. Na hiyo ndio Tanzania ya ukomavu, yani maturity, ambao taifa letu lilikuwa limefikia miaka 20 tu baada ya uhuru. Kwamba mnaweza kupishana mawazo bila kuwekeana chuki na mkaendelea kuheshimiana. Ni ukomavu huu ambao uliweka taifa pamoja. Na ukomavu huu ambao sasa miaka 60 baada ya uhuru una mashaka haupo. Na taifa linakuwa kwenye mtanziko. Na huu ndio msingi pia ambao Mzee Mtei aliujenga hata alipoanzisha Chadema. Kwamba zifanywe siasa kwa kupingana bila kupigana. Bila kujenga chuki, na unaona mawazo yake kwenye kitabu chake ambacho Mzee Mgoya amekieleza hapa. Leo tunamwaga Gavana Mtei. Anaenda kuungana na Nyerere. Anaenda kuonana na rafiki zake kina Bob Makani, Victor Kimesera, Brown Golelupi, Mama Mary Kabigi na wenzake wengi. Maisha ya Edwin Mtei ni duara lililokamilika. Full life. Hakika tunapaswa kusherehekea kama ambavyo wengi wamesema. Lakini pia tunapaswa kuyatafakari mapito yake. Gavana mwanzilishi wa Benki Kuu, ambaye kwa hakika neno gavana lilimaanisha Mtei. Mwalimu Nyerere aliendelea kumuita Mtei gavana muda wote, licha ya kwamba nchi ilipata magavana wengine, Nyirabu, Rutihinda, Idris Rashid, Daud Balali, Profesa Ndulu na wengine ambao wako paka sasa kina Tutuba. Sina hakika kama tuna alama yoyote Benki Kuu
ambayo inamhusisha mwanzilishi wa benki hiyo? Na kama jibu ni hapana, nadhani huu ni wakati mwafaka wa serikali kutazama namna gani ya kumwenzi, kwa sababu huwezi kutaja benki kuu bila kumtaja Edwin Mtei. Kwa wanasiasa na viongozi wa sasa, kuna mafunzo makubwa katika maisha ya Mtei. Sisemi kuwa tuwe kama walivyokuwa wao, na kama alivyosema waziri mkuu wa sasa wa Canada na gavana wa zamani wa Canada na Uingereza, ndugu Carney, nostalgia is not a strategy. Ninaamini tutajifunza mengi, na mzee Mtei ametufunza mengi. Sisi ambao tumepita katika mikono yake ni familia, fanya kazi na kina Mashinda, wajukuu wake. Mara ya mwisho nimemuona mzee kwenye birthday ya binti wa mtoto wake akiwa katika hali ya uzee, lakini alihudhuria birthday ya binti ya mjukuu wake Inga, ambaye nimemuona hapa pia. Naamini kabisa kwamba sote kwa pamoja hatuendi kumsitiri tu mzee Mtei. Tutayatafakari mapito yake na tutaona namna gani ya kufanya tuwe kama yeye. Poleni sana wanafamilia, asanteni sana. Naomba radhi sana mwenyekiti wangu, nakuomba radhi sana. Ilibidi kwa heshima ya mzee, maisha yake ni makubwa sana, na hata hivyo nimefupisha nilichotaka kusema, lakini kingine watu watasoma kwenye mitandao. Asante sana na poleni sana wa familia. Bunge mwenyeji, naomba sasa utunze muda, kwa sababu sasa viongozi wa ibada wako tayari. Na naomba watu wa itifaki tafadhali watoe taarifa kwa viongozi wa ibada waweze kuingia katika uwanja wetu wa ibada. Nashukuru mwenyekiti. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa niaba yangu binafsi, nikiwa ni mbunge wa watu wa Meru, jimbo la Meru Mashariki, lakini kwa niaba ya wananchi wote wa jimbo hili ambapo mzee Mtei amekuwa akiishi kwa miaka yote, nichukue nafasi hii kutoa pole nyingi sana kwa familia ya mzee Mtei, familia ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambayo ni alizungumza mwenyekiti Freeman hapa akasema na wengine tuna damu zake huko kwa kuondokewa na muasisi. Mzee Mtei pamoja na umri wake kuwa mkubwa, sisi wengine ambao tulipata heshima ya kumfahamu tukiwa na umri mdogo na kwa namna moja au nyingine tukufanya naye kazi, yako mengi tumejifunza kwa mzee Mtei kama ilivyozungumzwa tangu mwanzo hapa, sipendi kuyarudia. Lakini moja muhimu kuliko yote, mzee Mtei alikuwa ni mtu ambaye aliamini kwenye kufanya kazi. Pamoja na umri wake mkubwa huo, inakumbuka alikuwa anakuja wakati ule hapa, namkuta saa nyingine yuko kule nyuma kwenye mabanda ya mifugo yake ya nguruwe, nakuta mzee yuko ameshika sindano, anapiga sindano mwenyewe, anafanya nini, anatibu, anashughulika. Lakini alikuwa ni mtu wa umri mkubwa na ni mtu ambaye pengine hakupaswa kuhangaika, kwa sababu kama ni chakula alikuwa anacho kama alivyosema Golugwa. Kwa hilo nafikiri tulichukue kama vijana wa nchi